Habari za muda huu wapenzi wa watazamaji wa podcast ya Duka Huru. Leo tuko kwenye podcast ya maswali na majibu, na leo niko na warembo wawili. Niko na mrembo anaitwa Khadija. Okay, na niko pia na mrembo mwingine ambaye anaitwa Sumaya. Okay. Karibu sana Khadija pamoja na Sumaya. Sasa napenda wote tufahamu wanafanya shughuli gani, kwa sababu wote ni wanawake warembo lakini pia ni wafanya biashara. Tuanze na Bi Sumaya, wewe unafanya biashara gani? Asante, nafanya biashara ya kuuza nguo na pamoja na handbags. Handbags brand tofauti sana, na dini la Crispera pamoja na Bago. Asante. Okay, na Madam Khadija? Asante, mimi ni skincare consultant. Nauza vipodozi vya aina zote, skincare zote, brandi tofauti kutoka Korea, kutoka US, kutoka France. Zote hizo niko nazo. Okay. So hapa tupo full. Kama wewe ni mdada mrembo, manake hapo unapata nguo na handbag, lakini hapo unatengeneza ngozi yako. Mdada lazima uwe na ngozi nzuri. Kabisa. Yeah. Sasa leo nina maswali kadha kutoka kuuliza nyinyi kama wanawake ambao pia ni wafanya biashara. Ukiwa kama mwanamke na pia unafanya biashara, unawezaje kucontrol, yani kwamba mimi ni mwanamke, nina familia au nina ndoa, kuna wengine wanafanya na wakiwa wameolewa. Unawezaje kubalansisha muda wako kwenye biashara na muda wako na familia yako? Tuanze na Madam Khadija. Okay. Mimi naweza nikasema ni namna ya kupangilia kazi zako na ratiba zako. Ukiwa umepangilia kazi zako na ratiba zako, inakuwa rahisi kuhandle vitu vyote. Okay. Mfano kama unakuwa una timetable zako, una to-do list, unahakikisha umezifuatisha. Na unakuwa yani clear to-do list, clear goals. Okay. Ambayo inakusaidia kuweza kuvitrack na kuvifanya vitu kwa wakati. Muda ambao unakuwa ni wa nyumbani, muda wa familia ni wa familia, muda wa biashara ni wa biashara. Okay. Kwa hiyo maana yake inabidi kila mwanamke aandike to-do list kwamba leo asubuhi nitafanya hichi, muda fulani nitafanya hichi. Awe kazi zake amezipangilia. Ukiwa hujazipangilia zote zikikutana kati, utashinda kuzimanage. Okay. Kwa hiyo ndo namna pia wewe inakusaidia kumanage familia pamoja na biashara. Okay, nashukuru. Na sijajua kwa Madam Sumaya kama una jambo la tofauti la kuongezea kwenye to-do list, ambayo mimi pia huwa nakuwa na to-do list. Lakini kwenye to-do list yangu inayo schedule. Kwamba muda huu ni wa kitu fulani, muda huu ni wa kitu fulani. Kwa hiyo nikiwa nimeandika mambo yangu, najua hili nalifanya muda fulani na hili nalifanya muda fulani. Inakuwa na alarm kabisa kwamba hii time yake imefika, inabidi ifanyike. Hii time yake, kwa hiyo kila mmoja linakuwa kwa time yake. Mtu haji na ratiba yake kuja yani akavuruga ratiba yangu. Nakuwa na ratiba yangu fixed, ambayo jambo fulani ni fulani, japo labda itokee dharura, lakini timetable ni muhimu. Okay. Sasa hapo tumepata vitu viwili. Tumepata kwamba uandike, lakini pia kwa Madam Sumaya tukapata kwamba we set na alarm. Kwamba kama nilisema saa 4 nitaenda kwa daktari, ni set alarm inoniambia saa 4 imefika naenda kwa daktari. Si ndio unachokimaanisha? Ndio. So hapo tumejifunza vitu viwili kwamba niandike lakini pia ni set na alarm kwamba ili isifike ule muda afu nisitimize lile jambo. Ndio. Wow, nimependa. Honestly, na mimi najifunza. Kitu kizuri sana. Lakini pia kuna wanawake ambao wanakuwa wanafanya multiple business. Mfano, mtu anauza nguo lakini wakati huo ana biashara nyingine, labda ana saluni let's say. Lakini zipo in different branches, yani sio sehemu moja. Na sijajua kama mmoja wenu ana hiyo situation, anaweza kutuelezea how can you handle kwamba uendo biashara ya nguo, uendo biashara ya saluni, lakini pia uendo familia. Kama kuna mwenye experience hiyo anaweza akashare. Okay. Nitajiongelea upande wangu. Okay. Upande wangu mimi nina miliki pharmacy ambapo nauza dawa pamoja na hizo cosmetics. Na consultants zote zinafanyikia hapo. Alafu na ofisi nyingine ambayo
tunashughulika na masuala ya cargo kutoka China kuja Tanzania. Okay. Alafu pia nafanya network marketing. Okay. Kwa hiyo kazi zangu vitu vitatu. Yes, vitu vitatu. Kazi zangu zote yani na schedule. Ziko scheduled. Najua kazi gani inanihitaji siku gani. Unless imetokea dharura na zote haziwezi kunihitaji kwa muda mmoja. Kwa jinsi ambavyo nimezipangilia. Okay. Yaani tunarudi kule kwenye point ya kwanza kwamba lazima umepangilia kazi zako. Haiji kutokea zikashikana, labda let's say kuna mteja anataka afanywe labda delivery. Hiyo kwenye cargo pia mnafanya delivery. Labda anahitaji delivery, afu kuna mtu anataka consultation ya skincare, alafu kuna mteja pia anataka maybe kutokea siku tu zikagongana. Inatokea unajikuta huku labda kuna mteja wa cargo ameweka appointment. Wateja wengi tunafanya online, hatuonani. Kwa hiyo mteja muda mwingine labda anataka kuagiza vitu vingi zaidi ama kupata mzigo mkubwa zaidi, kuinvest hela nyingi zaidi, anahitaji muonane. At least mpate 1-to-1. Alafu labda na huku mteja anataka onani na wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni kuwapangilia tu muda, kuwapa muda. Unless wale ambao wanakuja bila taarifa. Lakini kama mmekuwa mnaongea, unampangia bwana nitakuwa ofisini siku fulani, ama nataka nije ofisini Jumanne njoo saa 8. Hapo najua hao huko tutakuwa nishawaka. Yaani tunarudi kule ni kupangilia. Okay. Labda ishie kutokea amekuja bila taarifa. Akija bila taarifa, hapo sasa ndo tumesema in case of emergency, unaharibu ratiba moja kufix nyingine, afu unakuja unafix ile. Okay. Na Madam Sumaya, wewe labda una experience ya tofauti, unafanya biashara lakini pia uko mwajiriwa. Je, unawezaje kubalansisha biashara na ajira lakini pia na familia kwa wakati huo? Na nimesikia hapo umesema unafanya biashara ya nguo pamoja na handbags. Hizi ni biashara ambazo ni biashara mbili ndio, lakini sijajua kama ni umeziweka katika sehemu moja ama zinakuwa kila moja inajitegemea kivyake. Biashara zote ziko sehemu moja, lakini kweli mimi ni mwajiriwa na ninafanya biashara. Kwa upande wangu sometimes I do delegate, kwamba naona huyu fulani anaweza kunisaidia kitu fulani, ananisaidia kwenye kipengele fulani. Huko nikiwa nafanya follow up, nampa instructions kwamba naomba ufanye hiki na hiki na hiki, na anipe feedback baadaye kwamba hiki na hiki na hiki kimefanyika, hiki hakijafanyika na sababu ni gani, nijue naanzia wapi. Kwa hiyo nafanya schedule na kuwa na timetable yangu, lakini pia sometimes na delegate, namwambia labda fulani naomba nisaidie kitu fulani, hichi kiende sawa, hiki kiwe hivi. Huwa na delegate. So hapo tumejifunza kudelegate kwamba ninajua huyu anaweza akasaidia hichi. Nisifanye vyote ili visikubane. Ndio. Na mimi pia nimejifunza kwamba ninabidi nijifunze kuangalia watu wangu ninaokaa nao ama ninaofanya nao kazi, nijue labda fulani anaweza akafanya kazi fulani, kwa hiyo naweza ikiwa siku ninahitaji kufanya shughuli fulani afu yule anayeweza kile naweza nikamwachia, then mimi nikaenda kufanya hicho kingine, si ndio? Okay, nimefurahi sana tunajifunza. Lakini pia kuna sijajua kama kuna mmoja wenu labda mwenye ndoa hapa. Hapana. Wote ni single lady. Single lady. Okay. Nilifikiri labda kuna mwenye ndoa, kuna swali nitaka niulize kuhusu swala la ndoa. Lakini naamini kama hamna ndoa ila mna mahusiano. Au mliwahi kuwa na mahusiano. Si ndio? Yeah. Sasa kuna familia nikimaanisha baba yako, mama yako, dada yako, kaka zako na kadhalika. Lakini pia kuna huyu kijana wa watu ambaye naye ni tunamhesabu kama ni familia, lakini ni familia ambayo bado haijawa official. Lakini ni part of family. Inabidi naye awe na muda wake na kadhalika. Je, haijai kuwa changamoto kwenye mahusiano ya kwamba nina familia, nina mahusiano, lakini pia nina biashara na nimeajiriwa au nina multiple business? Haijai kuwa changamoto kwako wewe Bi Khadija labda? Hapana. Haujai kupata changamoto. Okay, na Bi Sumaya? Hapana. Haujai kupata pia changamoto. Wow. Iko ni kitu kizuri sana. Maana nyie ni wanawake ambao mnajua kupangilia ratiba zenu vizuri. Kwa sababu tumeona baadhi ya wanawake ama wanaume wakicomplain wanawake wasifanye kazi kwa sababu wanaona kama vile
anakosa muda, yani ananinyima mimi muda wangu. Umeelewa? Kuna siku moja tulikaa na Bi Adija. Alikuwa anatuambia hivi, unabidi utenge muda wa ofisi. Ikifika muda fulani simu ya ofisi uizime ama uifiche. Alikuwa anatuelezea swala la muda. Anasema uifiche ili isiingilie ratiba zako kama familia. Nafikiri wote tunamfahamu Madam nani yule anaongelea mambo ya ndoa, mahusiano, tunamfahamu. Alikuwa anaongelea kuhusu swala la muda na issue za ndoa. Anasema unakuta mtu yuko na mume wake anapigiwa simu na mteja pale. Anasema wewe sio daktari useme unafanya operation kama utaokoa muda ni uhai wa mtu. Kwa nini upokee? Yule mteja anaweza kusubiri kesho. Sawa? Lakini hapo sasa nimechanganya pointi yake, nikachanganya na pointi yako ya delegation. Kwamba nikiwa niko kwenye ndoa yangu, mimi ni mwanamke mfanya biashara, inabidi ni delegate majukumu kwa watu. Si ndio? Sasa kwenye delegation, kwa mfano ninaye delegate labda naye ni mke wa mtu. Hapo tunafanyaje sasa? Maki naye unakuwa unampa shughuli na ndoa yake. Si ndio? Kwa sababu kwa mfano unaweza kusema mimi mke wa mtu na delegate muda wa kazi, sipokee simu, nitampa labda Glory apokee. Si ndio? Sasa yeye huyu Glory au ndio yeye anapambana na maisha yake. Nyelo mnalisemeaje hilo? Kwamba ni sawa au labda kuna namna nyingine ya kudelegate ama tulimit kabisa muda wa kupokea kazi ni hivi, au nyelo kwa mtazamo wenu binafsi? Nyie mnalitazamia vipi? Okay. Kwangu mimi kwanza kabisa ili yani ratiba zako ziwe yani schedule zako ziwe zinaenda sawa, lazima utengeneza timu yako vizuri na unajua kabisa nani ni mzuri kwenye kitu gani. Umebuild timu yako na unajua nani ni mzuri kwenye kitu gani, nani anaweza kitu hiki, ili kwenye delegation usiweze kupata shida. Kwenye swala la delegation usimpe tabu labda staff wako ama team member wako. Ni kwanza kuna muda wa kazi. Muda wa kazi afu kuna na simu ya ofisi. Muda wa kazi ukiisha, simu ya ofisi itakuwa off. Ama itapigwa lakini haitopokelewa. Itakuja kurudiwa kesho. Itakuja kurudiwa. Kwa hiyo kama mimi nikiwa nyumbani, sina familia, lakini nikiwa nyumbani ama nikiwa nyumbani na familia ambayo ni familia yangu mimi, sio ambayo nimeitengeneza. Simu yangu ya ofisi, muda wa ofisi ukiisha, hata nikiingia nyumbani sipokee simu za ofisi. Kwa hiyo nina simu yangu personal na simu za ofisi. Ambazo simu za ofisi hizo tutashikana tena kesho muda wa kazi. Nikishafika nyumbani ni simu yangu personal. Kuna siku moja tulikuwa kwenye kikao cha wanawake, tulikuwa tunajadili delegation na muda wa kazi. Kuna dada mmoja akasema hivi, mimi mteja akinipigia hata saa 8 usiku, mteja anayeleta hela namfuata. Inategemea sasa mtu anafanya kazi gani. Okay. Yeye ni anashona nguo za hizi dresses, nini, suti za harusi za kawaida na kadhalika. Anasema pointi yake hasa, anasema mimi ni single mama. Nikisema niachie hiyo hela, wanangu watalala na njaa. Ndio pointi yake. Yeye ni mmiliki wa ile biashara. Yaani sio kwamba ni mwajiriwa, ni mmiliki wa ile biashara. Anasema mimi ni single mama, nikisema nikae njaa, nisipokee watu wangu ndio watakao shinda njaa. Lakini hiyo siku kuna mjadala mrefu sana. Mwisho wa siku tulikuja tu kukubaliana kwamba hata tukiongea hivi kila mtu atafanya kwa maamuzi yake. Si ni kweli? Yaani hata tukisema hapana, pangilia, usizime, usiwashe, usifanyaje, kila mtu atafanya kwa mapenzi yake. Sababu kuna mtu pia anafanya kwa ajili ya msukumo wa uhitaji wa muda ule. Yaani kwa mfano ukiwa una uhitaji labda unadaiwa kodi, ukiona tu simu ya ofisi hata saa 4 usiku unataka upokee, unahisi ni hela ili ikusaidie kulipa kile kitu. Lakini wakati namsikiliza sasa yule, mimi nikaa namwambia ule useme kwamba wewe sio hospitali. Unajua mtu wa hospitali kupokea simu itokee. Sibie ni emergency. Anatibia. Inaweza ikatokea. Yes. Dharura kahitaji.
Lakini wewe unashona nguo, kwamba mfano ukiipokea hiyo hela usiku huo, yule mteja utamshonea nguo usiku? Amshonei. Pia sina uhakika kama kuna mtu anaweza akafanya malipo ya nguo saa 8 usiku. Anasema yeye anapata wateja wa hiyo. Yaani biashara zetu pia zinatofautiana. Kama yeye anawapata na ameshaiweka yani kwenye ratiba zake kwamba it's okay, yeye ni okay kwake. Okay, kwa maana yake hili linamsaidia kwa yule ambaye hajui how to do it. Ila kwa yule ambaye kaamua kwa njia yake afanye hiyo njia yake ambayo itamsukuma kufanya yani ni jinsi tu ya kupangilia na kuweka schedule zako wewe mwenyewe ambayo ina work for you. Yes, lakini mimi pia kitu kingine naaminigi ni kwamba riziki yako ni riziki yako. Si ndio? Kwamba eti kwa sababu sijakupokelea usiku haimaanishi kwamba ndo utanikimbia. Kama ni riziki yangu, ni yangu, itanisubiri na asubuhi. In hali sio kitu ambacho nitaweza kukupa muda ule ule. Labda kama mtu anayeuza vitu vinavyohitajika, mfano mtu anauza dawa, kama wewe mfano pharmacy, unaweza kupigwa usiku mtu ana shida ya dawa. Hata ukipokea it's okay. No, kwa sababu sifanyi 24 hours. Okay, ni muda wa tu. Saa 4:30 usiku tunafunga. Okay, so 24. And it's known kama saa 4:30 tunakuwa tuko closed. Kwa hata ukipiga simu yako itaita lakini haitopokelewa. Okay. Lakini wakati tunaongea hayo, tulikuwa tunaongea pale katika mjadala, kulikuwa kuna wanawake ambao wameolewa. Mimi pia sijaolewa. Kuna wanawake ambao wameolewa, wengine hawajaolewa, wengine tu wana watoto, wako wana complain. Tunakosa hata muda wa kukaa na watoto. Yaani kiukweli hicho kitu cha wanawake kuwa busy na biashara mpaka tunakosa muda wa watoto ni ukweli kabisa. Yaani unakuta mtoto wako humjui. Mnakutana usiku ndo mtaongea kidogo, tena saa nyingine akitakuonyesha kitu wewe umechoka akili, utaki, unaomba nenda kamaoneshe dada yako. Unaelewa? Sasa ulivyosema delegation ya watu, lakini pia ku set time kwamba ujue muda huu ni wa familia ili niweze kuipa familia yangu muda. Je, kuna mnaongeleaje hili swala la watu ambao wanasema mimi najipa likizo labda katika mwaka, najipa likizo ya mwezi mzima? Kwenye biashara zenu nyie mnahisi ni sawa kujipa likizo mwezi mzima, ama kwa nyie labda iko ni kitu kigumu, bora tu niendelee kujipa kwamba muda fulani sipokei simu ya biashara, muda fulani sijibu message ya biashara? Nyie kwa likizo na ku set time ni nini option nzuri kwako Biadia? Zote kwangu mimi ni nzuri. Yani kwa kawaida mwili wa binadamu unahitaji mapumziko. Kwa hiyo once in a while unapata muda unapumzika. Unaweza usio mwezi mzima, inaweza kaa wiki moja, wiki mbili, siku kadhaa, lakini umepumzika. Kwa hiyo time inakuwa pale pale iko set, lakini na mapumziko yakitokea kuna muda unafika akili imechoka, yani unahitaji upate kwanza muda wa kurefresh uweze kupata na mawazo mapya. Kwa zote mbili ni nzuri. Okay, kupangilia tu. Okay, na Bisumaya na wewe? Kwa upande wangu kwanza nahisi simu za usiku sio kila siku. Kwa hiyo kama mfano sote tulisema mfano kama mtu na mwenzie nyote mmeolewa. Sidhani kama mara chache labda mtu kupiga saa 8 usiku, labda atapiga saa 4. There are times that unakuwa upokei, lakini kuna muda unaweza ukapokea ukampa mtu labda instructions number tuwasiliane asubuhi. Na hisi kwamba customers tunapenda kupembekejewa. Yani customer anataka hata umjibu kwamba tuwasiliane asubuhi, or kuna zile form kwamba kuna simu nyingine ukipiga labda hospitali popote wanakuambia hours zimefungwa, tunaomba tukutafute asubuhi. Kwa hiyo there's that option pia kwamba yani unampa mtu kwamba tunaomba kutafute asubuhi, muda wa kazi umeisha. Lakini kama ni option hii unaweza, yani kama kuna zile services ambazo ile automation inakujibu. Ndio automation ya maneno. Yes, inakujibu. Okay. Mimi nisha kupiga pahala simu nikapewa automation ya majibu. Okay. Kwa maana iko kitu hicho kitu. Umeona tumejifunza hapa. Ndio. Tungejuaje? Sisi tumezoea automation ya message tu. Kuna maneno automation ya sauti. Ndio. Yaani inakuelezea kwamba kama ni shida fulani utaipata siku fulani.
Labda mimi nimepiga simu Jumatatu nataka kuonana na dada Glory, lakini wakaniambia napiga simu kwamba kesho nataka kuonana na dada Glory. Which of dada Glory yeye tunaona naye Jumatano peke yake. Kwa hiyo unapata majibu pale pale kwamba mpaka Jumatano tunaweza kuonana naye. Which of huna haja ya kuongea na huyo mtu. Una haja tena ya. Wow. Okay. Nimependa hiyo. Nimepata somo. Yes, kwamba usiku unawasetia, unamwambia piga kuanzia saa 2 usiku tuache tupumzike. Wow. That's a good thing. Of course tuko tunafanya hizo automation, lakini ni mara nyingi tunafanya za message. Kama inamjibu tu mteja. Kuna siku alishaye kukutana na dadangu, alikutanaga na changamoto. Dadangu mimi anashona pia nguo za harusi. Mteja yuko nje ya nchi. Unajua akili yako inakwambia, mfano sasa hivi si upo Tanzania, sasa hivi ni mchana. Kwa sababu ni mchana, unaweza kumtafuta labda mtu ambaye yupo Uingereza. Sasa hivi labda ni usiku kwao. Wewe akili, kwa sababu upo ni mchana, akili inakwambia kwamba na ule naye atakuwa tu yupo. Kumbe yule kalala. Umeelewa? Sasa akapiga muda mrefu, anapiga, anatuma message, anatuma design za nguo. Kuna wateja wale tunawaitaga wateja wa miemko. Akitaka kitu anakitaka hapo hapo, yani ni kama vile anakabwa, yani hajamake hata decision ya ku close deal ama kununua. Yani anakuwa tukatuma mapicha mengi. Hii nguo hii. Afu anataka umjibu. Yule mteja uweze amini, anakuja akasemaje? Hampo serious. Yani mpaka muda huu, nani Mswahili lakini anaishi nje. Mpaka muda huu hampokei simu. Akaambiwa hivi, dada, wewe unajua utofauti wa masaa Tanzania na huko ulipo? Yeye yuko Marekani. Unajua utofauti wa masaa na huko ulipo? Kwa nini ukuanza kwamba baba muda huu tumefunga? Kwa nini ukuanza baba ni usiku? Yani kwa nini tu unaanza kutu blame? Umeelewa? Sasa iliyogo mtokea, akawa sasa aliongea nikiwepo. Alikuwa anaongea naye na voice note. Akanamwambia, nikasema wow. Ila wateja wako very complicated. Sasa nataka kujua wewe ulishikutana labda na mteja ambaye anakulaumu kwa nini hujanijibu? Kwa nini uje kukutana na hiyo changamoto? Nishakutana nayo. Mfano kama kwa hii biashara yangu ya cargo nilosema. Tanzania na China tunatofautiana. Wao wako mbele masaa. Sisi tuko nyuma. Kwa hiyo kuna muda sisi hatujaamka, wao walishaamka, ni siku ishachanganya. Sisi hatujaamka. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anakuwa kule na huku tunatofautiana. Lakini sasa wateja muda mwingine anakuwa anajua, lakini kwa sababu anajua wewe unafanya biashara hiyo, lazima uende na saa zote mbili. Yani utafute jinsi ya kumanage masaa yote mawili, huku na huku. Ambayo inakuwa changamoto. Ni kweli. Yani mtu anahisi wewe ni robot. Kwamba ulali, kwamba utaoperate masaa yote. Hata akiamka kule labda ni asubuhi, sisi bado tumelala. Hata anajua atapiga simu, atasaidiwa. Changamoto sana. Na Madam Sumaya, uje kutana changamoto hiyo, mteja kukupigia muda wa nje? Nishawahi kukutana nayo. More usually kama sio muda wa kuchelewa sana huwa na reply. Ukiwa muda wa kuchelewa sana, asubuhi nikiamka naamka naye kwamba kuna 1 2 3 samahani ulinipigia ulikuwa muda sio wa kazi, lakini naomba karibu nikuhudumie. Lakini hawa complain wana complain, lakini kama naweza kumfahamisha akafahamu sawa. Kama hajafahamu naamini riziki yangu kama yupo atarudi, kama sio riziki yangu hatakuwa. Ni kweli kabisa. Mimi ukiachilia mbali hilo swala la muda, nimewahi kuongea na wateja. Mimi mara nyingi ndo ninapokea simu za ofisini kwetu. Kwa hiyo nimekutana na mteja aliniambia, alicompare price yetu na price ya mtu mwingine naye anafanya huduma the same. Alipoongea vile nikasema, yani nikaa namwambia bosi wangu, inabidi kuwekwa siku ya kuchamba wateja duniani. Yani watu sikio unawajibu afu unaambia ni siku yenu, kwa vumilia. Yani mtu mtafuta maswali ya ajabu yote unayajibu. Yes. Wewe imagine mtu anakuambia let's say madam naomba pochi. Sawa. Ukamwambia pochi sisi tunauza 200,000. Afu anakuambiaje? Mbona anataja jina labda la mfanyabiashara mwingine huko. Mbona fulani anauza 100,000 au anauza 80,000. Hiyo inatokea sana. Yes. Sasa mpaka unajiuliza sasa kama alijua kule rahisi. Wewe asiende. Yaani kuna mtu anatamani kuwape si uende huko. Sasa unasema hapa customer care tena inabidi wewe kama. Lakini wateja jamani huwa mnaboa. Tuambie tu. Yaani mtu compare, yani
mimi naamini lugha nzuri ya kumwambia mfanyabiashara ni kumwambia kwamba wao sikujiandaa na bei hiyo, mimi nimejiandaa na 100,000. Si ndio? Yeye ndo akwambia okay 100,000 haiwezekani, muombe sawa asante, nenda kwa huyo uliomwona anauza 100,000. Au 100,000 kuna option hii na hii na hii. There's a different option. Ya quality tofauti, ya kitu tofauti. Karibu. Lakini sasa mtu yani anakujibu yani mpaka anakufanya yani ile nini nasema ile utulivu ule unaisha yani kama unapaswa na imani. Yaani mteja mimi alicomplain akasema mbona fulani afanye hizo bei? Sasa uende kwa wewe fulani kwa nini unatucompare naye? Yaani nilikuwa very disappointed. Alafu ni mtu mkubwa huyo mtu aliyekuwa anaongea naye. Ni mtu mkubwa sana, yani sikutegemea aongee hayo maneno. Yaani nitegemea kwa ajili ya busara aseme kwamba okay bajeti hiyo si hatuna, hampunguzi au mimi nina bajeti hii. Unaweza mkanipatia discount kama can negotiate. Lakini alivyojibu ni kama vile na nishakutana na mteja mwingine yeye anasema eti kwa sababu umeona namba ni ya nje ndio umenipa bei. Nikasema wao. Yaani nikamwambia hapana, ikabidi nimtumie ile price catalog yote ili aone kwamba ile ndio bei. Lakini nilikuwa very disappointed kwa kwamba yani amejua mtu huyo mteja mwenyewe alikuwa namba yake ni East Africa, ni nchi za East Africa. Nikasema ni East Africa unaona nimekuona wa nje. East Africa ni nje. Ni nje mwenzako yuko nje. Yani unajikuta yani unabidi mnabaki sasa nyewe kama ni watu mliopo pale ndo mnamsimanga, lakini asikii mmemsimanga vya kutosha. Kwa hiyo ni wateja ndo hivyo. Lakini kama mwanamke kuna wakati hivyo kama unavyosema kutenga muda. Unaweza kwa labda unajua wanawake sisi tuna siku za lazima kuna siku zile za hasira za mwanamke yoyote. Kila mwezi lazima ana siku 2 wanasemaga za hasira. Kwa zinaweza ile zifuatane au zipishane za hasira. Yaani atakotwa na mudi haieleweki. Okay. Yaani mwili wa mwanamke unakuwa mwezi mzima. Kila wiki inakuwa naweza nikasema kila wiki ama kuna phases za hormone tofauti. Kuna phase ambayo hormone inakuwa iko juu, iko chini, iko juu, kwa yani inategemea. Kuna muda uko calm, kuna muda uko moody, hasira. Kwa hiyo yani kama hicho kukutana na mteja wa hivyo. Yani kujibu yani kwanza yani unapaswa umejitrain kuwa calm at any circumstance, uko calm. Ukiwa na hasira yani unaweza kujikuta unagombana na wateja, unagombana na staffs kwa sababu kuna muda unaweza ukadelegate vizuri wakafanya ndivyo sivyo ama kukaa kuna makosa. Kwa hiyo yani inabidi uwe very calm, yani uwe na calmness yako hiyo kubwa sana. Na wewe huwa una handle vipi siku zile za hasira za mwanamke? I think mimi huwa na handle kwa kuniambia kwamba hizi hasira ni za kwangu. Nisimhamishie mtu mwingine. Mfano labda ninaweza nikawa mtu ananifanyia kitu kidogo labda ni kazini au nyumbani. Kwa hiyo hizi sitaishia geti hili linakuwa tofauti. Kwa hiyo hizi ni hasira za kwangu, mteja ana mambo yake, nimhudumie alafu zile hasira zangu ziendelee. Kwa hiyo naweza nikajiambia Sumaya, please calm down, mhudumie alafu hasira zake zinarudi, and I can do that. Yani I mean umekuwa uko kwenye ile siku ya hasira. Yes. Alafu ukakutana na mteja ambaye anakutreat naye yani unajua hasira ni asili ya mwanadamu. Yani mteja naye anakuinua hasira na wewe tayari uko na mood ya hasira. No, narudia tena kwamba yani najiambia kwamba hizi ni hasira zangu. Kwamba huyu ni mteja ana kwake, kwa hiyo nimbebe kama na yeye alikuwa na hasira zangu kama hivyo. Kwa hiyo nambeba kwa udhaifu wake na deal naye kwa udhaifu wake ulivyo. Unajifinya. Yes, najifinya kwamba huyu hebu nimpe dharura, nimwambie kwamba huyu ukute na kwake mazito kuliko ya kwangu. Mimi na hasira za kawaida afya ukute labda hapo sasa hivi bosi wake amwambia nimekuachiza shia kazi. Kwa hiyo we are different. Kwa hiyo nitajaribu kumpa dharura, nimhudumie haraka aondoke, alafu hasira zangu alafu baadaye nitaje kuniambia. Yaani baadaye nitakuja kusema baadaye mbona alinijibu hivyo, lakini tayari ameshamaliza. Kweli. Kwenye swala la kujizungumzisha wanajizungumzisha sana. Kujifinya tunaipa. Najizungumzisha yani
najiweka calm kwanza. Yani hiyo nimeanza hata kuwafundisha staff wangu. Mteja wewe amekukasirisha, huna haja ya kutoa hasira za huko kuzipeleka huko. Yes, wateja sometimes anajibu vibaya, anakuwa na kauli mbaya, lakini huwezi kukasirika. Yani bado tuko kwenye ongoing training ya kuwa train kuwa calm. Kwa sababu sisi ni watu ambao wao ni wengi ila sisi ni wamoja. Kwa hiyo utakutana na watu 10 kwa siku. Kila mtu alikuja ana attitude ya tofauti. Kwa sisi attitude yetu tunapaswa iwe neutral. Kwa hiyo hata tukikaa kwenye meetings, kwenye trainings, ndio vitu ambavyo najitahidi kuwafundisha kwa kama. Ni kitu kizuri nilikuwepo mwenyewe ofisini. Hata staff wangu hawakuweza kugundua niliweza kumkam vipi kwa sababu nilikuwa ndani ofisini, wao ndio walikuwa ni huko nje. Alikuwa very loud, anaongea kwa sauti, anafoka. Yani yule anataka apate mwenzake juu kwanza mrise afu mtashuka baadaye. Lakini hata staff wangu huwa anawatrain kwa very calm. Kwa sababu ukiweka tu emotions mbele, utachukua huyu kwa kukasirisha utaleta kwa huyu, na at the end of the day tutapoteza mteja. Kwa hiyo nilivyoona situation ilisha escalate, nilitoka, nikaja nikaongea naye mwenyewe, nikamkam kwanza, nikamuuliza shida ni nini, tukaona shida ilipotokea. Baada ya kuona shida ilipotokea, solution zake ni 1 2, tukasolve, tukamove on. Yeye mwenyewe aliondoka amefurahi, mpaka anaondoka alinipa hadi hug. Yani aliondoka amefurahi, amechill kabisa, umekunjuka. Okay. Wow. Ni kitu kizuri kwa sababu kuna watu wanakuwa wanashindwa kucontrol hisia za hasira zao. Ni kweli. Na leo tumejifunza vitu vingi though. Na tumejifunza kutoka kwa Madam Sumaya, tumejifunza hapa kwamba set time afu delegate. Tumejifunza hapa pangilia vitu vyako afu na training. Maana hapo umefundisha pia kwa training wafanya kazi wako. Kama unafanya kazi inabidi uwafundishe kile ambacho unataka wakiseme kwa wateja. Na uweze kuassess yupi ni mzuri kwenye kitu gani, ili unavyo delegate inakurahisishia. Okay. So nafikiri umefika muda wetu. Tunashukuru sana. Tunashukuru Madam Hadija na Madam Sumaya. Tumejifunza vitu vingi leo. Tuna hope tutakuja siku nyingine. Ndio. Maana muda ndio umetubana. Ila bado vitu vipo, si ndio? Ndio. Tutakuja siku nyingine, tutaendelea. Tunashukuru sana Duka Huru Podcast. Tumefika mwisho. Na leo tulikuwa na Madam Sumaya pamoja na Madam Hadija. Unaweza kuwafollow kwenye Instagram zao kama Khadijat na Lux by Mai. Lux by Mai. Lux by Mai. Okay. Ukiwafollow hao tutawaweka hapo kwenye collaboration, utawaona wanafanya vitu vizuri sana. Unaona hapo Madam skin is glowing. Glass skin. Yes. Na Madam hapa ana pochi nzuri, ana nguo nzuri, ana elimu mpaka anatoa elimu za kuvaa nguo za dina, si nguo za lakini zote zinakuwa ni stara. Mambo ya fashion, lakini fashion kwenye stara. Kwa hiyo kama una maswali, kama una lolote, unaweza kucomment katika posti hii. See you on the next time. Duka Huru, let's all win.